Naam, karibu tena kutizama Recap Movie. Siku ya leo inaletwa kwako na Paco Gang na hii ni episode ya 22. Moja kwa moja katika episode hii tutaenda kudadavua matukio kadha wa kadha, lakini pia tutaenda kuangalia kwa ukubwa kabisa ujio wa wageni ambao wameweza kuingia ndani ya msitu, lakini pia tutaangalia upande wa Liz, pia tutaangalia upande wa wasanii kama kawaida. Endelea kuwa nami, usisahau kusubscribe na kutani notification kutupa nguvu, support unaipa feeling. Lakini pia tunaomba changamoto kwa matukio ambayo yameweza kujitokeza upande wa sauti, nadhani alikuwa ndani ya uwezo wetu na tutaendelea hivyo. Tunaweza kuangalia tulipoishia katika episode hii. Mwakatobe ameweza kukutana nacho na aliweza kusambaratishwa vipande na yule mzee kwa sababu alishindwa kutekeleza kile ambacho alikuwa anaambiwa, na kusema kwamba yeye hata kama kikabidhiwa msitu atakuwa ni moja ya watu ambao wataharibu msitu na kisha atamtafuta mdogo wake. Hivyo tunaweza kuangalia kubwa kabisa Mwakatobe bye ndani ya msitu katika episode hii. Hatujajua zaidi amefanywa nini, hatujajua zaidi yupo au atakuwa kwaje. Tunaweza kuangalia kubwa kabisa, lakini pia ndani ya msitu tunaona ujio huo kwa hao wageni ambao walikuwa wanakimbia. Je, nini kimewasibu, nini kimetokea? Tunaweza kuangalia kubwa kabisa katika episode hii ndani ya Recap Movie na kuletea matukio ambayo yameweza kusheni kubwa kabisa. Tunaweza kuangalia hawa tunaweza kuangalia vizuri kabisa, sio watu wa kawaida. Tunaweza kuangalia pia wamevaa ngozi majambazi hivyo tunaweza kubwa kabisa pengine hawa ni majambazi ambao wameweza kuingia ndani ya msitu. Hivyo tunaweza kuangalia kubwa kabisa katika episode hii kwa sababu ina matukio ambayo yataenda kutuacha midomo wazi katika episode hii. Pia tutaenda kuangalia kubwa kabisa hawa wageni ambao wameweza kuingia ndani ya msitu, lakini pia tunaona mwenzao alikuwa anachechemea na alikuwa ni mtu ambaye sasa anaonekana kabisa kwamba walikuwa wanapambana au vipi. Hivyo tunaweza kuangalia kubwa kabisa katika episode hii, lakini pia tunaweza kuona hawa wakikumbatiana kiashiria kwamba ni mapenzi. Tunaweza kuangalia, lakini pia ndani ya msitu tukiwa bado, lakini tutaenda kuangalia pia huyo aliweza kama kumgeuka mwenzake na kuweza kumkingia pistol, lakini pia alikuwa anasema kwamba huyu ameweza kusababisha mwenzao kupotea. Hivyo tunaweza kuangalia kubwa kabisa kwamba ndani ya msitu tunaweza kuongeza watu, lakini pia tunaweza kuangalia ujio wa hawa watu ni wakina nani ndani ya msitu. Lakini pia maswali tutakuwa nao katika episode hii, lakini pia episode zinazokuja zitakuwa na maswali, zitakuwa na majibu katika maswali yetu. Hivyo tunaweza kuangalia kubwa kabisa, ndugu mtazamaji, tukiwa ndani ya msitu. Usisahau kusubscribe na kutani notification kutupa nguvu na ipa film. Na mimi ni Paco Gang na Recap Movie tena siku ya leo. Asante kwa kuendelea kufuatilia na ipa film, usiondoke. Baada ya wale kukimbia ndani ya msitu, lakini pia tunaona walielekea ndani ya msitu pia. Sasa wameweza kuingia msituni kabisa rasmi. Tunaweza kuangalia hawa ni watu na nani. Hivyo tunaweza kuangalia kubwa kabisa kwa sababu tunaona ujio mpya, lakini pia tunaona hawa ni kama majambazi, kwa kuna sehemu alikuwa anakimbizwa au vipi. Tunaweza kuangalia kubwa kabisa, lakini pia tukiangalia kuna huyo mkuu wao ambaye alikuwa anamuita ni mkuu. Tunaweza kuangalia ni mkuu ambaye sasa kuna kitu ambacho kinamsumbua, lakini pia alikuwa amepitia majeraha makubwa sana. Tunamuona na damu zinamvuja pia. Hivyo tunaweza kuona alipokota na kumpeleka sehemu baada ya kumhifadhi kwamba apumzike, kwa sababu alikuwa amepoteza damu nyingi sana, lakini pia alikuwa na uchovu hapa na pale. Hivyo tunaweza kuona kubwa kabisa maswali mengi kwenye vichwa vyetu. Tunajiuliza hawa ni wakina nani, walikuwa wanafanya kazi gani, na humu wamekimbia walikuwa nakimbizwa au vipi? Hivyo maswali yote hayo tutayapata katika episode zijazo, lakini hii tunaweza kuangalia kubwa kabisa, lakini tunaangalia matukio ambayo yamesheni upande mwingine tukicheza na upande huu. Hivyo tukiwa katika upande huu wa hawa majambazi ambao wameingia ndani ya msitu, tunaweza kujiuliza maswali mengi sana. Lakini pia ndugu mtazamaji, tunaomba radhi kwa sauti kwa sababu kuna muda inakuwa kama inachuja katika baadhi ya scene, lakini pia kuna muda inakuwa katika original sauti katika episode hii. Tunaweza kuomba changamoto pia kwa sababu tunaweza kuangalia, lakini pia waliweza kuuliza kwamba je, kuna mwenzao huyo kwamba amekufa, lakini huyu mwanadada alikuwa anasikitika, lakini yule kaka alimwambia hajafa, amepumzika tu pengine kwa ajili ya hizi damu ambazo zimemtoka, lakini pia na uchovu pia. Sasa hatujajua zaidi ni nini ambacho kinaendelea katika hawa upande huu wa hawa majambazi ambao wameingia msituni. Tuwaite majambazi kwa sababu bado hatujajua, lakini mavazi na nini ndio tunaweza kuangalia kubwa kabisa.
Lakini pia nilikuwa nasema kwamba tunaomba radhi sana mashabiki zetu kwa kukatakata sauti. Kuna muda inakuwa inachuja katika baadhi ya scene, lakini pia katika scene zingine inakuwa iko katika original yake sauti. Hivyo tunaomba changamoto, hilo ni tatizo la kiufundi, lakini hatajirudia. Hivyo tunaweza kulifanyia marekebisho zaidi na zaidi. Usisahau kusubscribe na kutani kwa notification kutupa nguvu na ipa film. Na mimi ni Paco Gang. Katika episode hii tutaweza kuelezea kwa kubwa kabisa. Lakini pia huyu ambaye ni kijana alikuwa ni mtu ambaye sasa anamsubiri mkuu wake aweze kuamka. Hivyo tunaweza kuona hata huyu mkuu alipoweza kuamka, huyu kijana hatujajua hata majina yao kwa sababu ni wageni. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa pia katika episode hii aliweza kumfuata na kumwambia mkuu, amka, inahitaji utulie na uwe sawa kwa sababu ulikuwa umejipumzisha. Hivyo tunaweza kuona kwa kubwa kabisa katika episode hii maswali mengi tunajiuliza sana. Lakini pia kama kuna maoni, kama kuna ushauri pia, kama kuna changamoto yoyote, kama kuna vidokezo vyovyote ambavyo unajisikia ndugu mtazamaji, unaweza kaongea. Lakini pia unaweza ukasema kupitia namba zangu hizi hapo chini, utanitafuta hapo. Pengine kuna maoni, ushauri, pengine recap hii kuelezea katika hapa na pale. Hivyo tunaomba uweze kutupa support yako. Hivyo tunaweza kuomba uweze kusema chochote kupitia hizo namba hapo chini ambazo nimeziandika hapo kwa kubwa kabisa, utaweza kuziona. Lakini pia usisahau subscribe na kutani notification. Tukiwa ndani ya msitu pia, na hii ni episode ya 22 recap movie na Paco Gang. Tunaweza kuangalia pia hawa watu sasa, ni watu ambao tayari walikuwa sasa wameingia msituni na hawaelewi hapa na pale, na wanaweza kumwangalia mkuu wao baada ya kuumia na kuamka. Hivyo tunaweza kuangalia kwa upande huu, hii imekuwa kama surprise ndani ya msitu. Hatujajua zaidi wamejia nini, itakuwaje, kwa sababu unajua tu ndugu mtazamaji, hakuna aliyeingia ndani ya msitu na akaweza kutoka salama. Hivyo tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa itakuwa kuaje kwa upande wao, kwa sababu hawa ni wageni na hatujui huko walikotoka wamefanya nini. Lakini pia tunaona miongoni mwao kuna wapenzi. Hivyo tunaweza kuona hata hivyo walikuwa kiendelea kubishana. Mkuu wao anawaambia ni sasa hivi tungepaswa kuwa hatupo. Lakini pia waliweza kusema kwamba hatuna chakula, hatuna maji, maana yake hatuwezi kutoka msituni na tumechoka sana. Hivyo tunahitaji muda zaidi wa kuendelea kukaa msituni. Lakini pia kuna kijana hapo mmoja aliweza kutoa mawazo na ushauri kwamba jamani, inatakiwa tuendelee kukaa humu msituni kwa sababu hata huko nje bado maaskari wanatutafuta. Hivyo tunaweza kuangalia kubwa kabisa. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa bwana Rachi ambaye ni mlinzi wa msituni, kadha amekuwa akiangalia matukio ambayo yanaweza kujiri ndani ya msitu na yanaweza kutokea ndani ya msitu. Hivyo tunaweza kuona kwa upande huo hapa, aliweza kuhisi kuwa kuna ujio ndani ya msitu, na huo ujio ni wale majambazi ambao walikuwa wanakimbia na wanakimbia ndani ya msitu. Moja kwa moja aliweza kwenda kuligundua hilo tatizo na kwenda, anaweza kwenda katika majukumu yake. Lakini pia huyo mwanadada aliweza kumkataza usiende kwa sababu huo ujio na ujua. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa katika episode hii. Lakini pia upande mwingine, kama kawaida maisha pale kambi na hawa wasanii, moja kwa moja tunaweza kuangalia kwa director Bernardo, lakini pia mwalimu J4. Kwa kubwa kabisa hawa ni watu ambao wamekuwa kila siku wanashuti, lakini pia wanagombana na nini. Kwa changamoto sehemu ya kazi ni kawaida kwao, na hii ni episode ambayo na wenyewe imewatufungua na matukio fulani, kwa sababu tunamwona director na yeye kumbe yumo jamani. Tunaweza kuona ametembea na msanii wake katika episode hii. Pia tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa matukio ambayo yamesheni katika episode hii. Lakini pia alikuwa akilalamikia hao wenzao ambao wanawasubiri hawajaja, Riz pamoja na Olivia ambao walikuwa wanasubiria kwa ajili ya kushuti. Na hiyo ni asubuhi sasa, wanasubiria kwa ndani ya msitu. Lakini mwalimu naye alisema nisubirieni nikaonyeshe. Usisahau subscribe na kutani on notification, usiondoke. Kwa upande huo hapa Riz pamoja na Olivia sasa walikuwa wameshamaliza kwa ajili ya kujiandaa kuelekea msituni kwa ajili ya kushuti. Hivyo tunaweza kuona kwa kubwa kabisa hawa ndo watu ambao walikuwa wakisubiriwa kwenda kushuti. Na usisahau kuwa Albert anawafuata
maana yake hii ni dharau. Lakini pia Elizi ameonekana kuwa ni mtu ambaye anasumbuliwa sana na kile kiumbe, na tunaona hata hapo amebadilika na kwa kiumbe la ajabu kabisa. Tunaweza kuona kukubwa kabisa, ni sini ambayo imeweza kutufungua hivyo, tunaweza kuangalia kukubwa kabisa. Lakini Olivia alionekana kumsubiri na akawa anajiuliza, yani yeye alikuwa anamaanisha kwamba labda huyu mtu anadharau sana na nini, kwa sababu hajui changamoto ambayo anaipitia, na hakuna anayejua changamoto yote anayoipitia hapo kabla, kwa sababu ile kiumbe limekuwa likimsumbua katika sini zilizopita. Na tunaweza kuona kwa ukubwa kabisa ni Mwika ambaye anadai haki yake kwamba nguvu zake ziliweza kuchukuliwa. Sasa tunajiuliza, huyu Mwika pengine na alikuwa ni mlinzi katika msitu, lakini alikosea nini? Hivyo mwandishi tunampa kazi ya kuweza kutundikia, je, ilikuwa kuaje mpaka hizo nguvu zikapotea? Tunaweza kuangalia kubwa kabisa. Lakini pia Liz alijitenga yeye mwenyewe na kwenda katika eneo hilo, tunaonekana kama anafanya ibada. Tunaweza kuona magic iliyotulia kabisa, effect ya maana jamani. Tunaweza kuona katika msitu, ni movie moja pendwa kabisa ambayo imewahi kutokea katika Tanzania yetu jamani, na Afrika kwa ujumla. Tunaweza kuangalia pia hako Kamwika, katoto ka kijani jamani. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa ambako ni katoto ambako kamekuwa kakimfuatilia sana Riz. Lakini pia sio katoto kwa sababu ni mtu mzima, hata sauti yake tunaweza kuiona, tunaweza kuisikia ni sauti kubwa kabisa ya mtu mzima. Hivyo tunaweza kuona kuna maneno alikuwa anaongea, lakini Riz anakutikisa kichwa, na hayo maneno alikuwa akisema kwamba kwa sasa kako tayari kufanya kazi na nguvu zake kaweze kuzirudisha, kaendelee tena kama zamani kumiliki msitu. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa katika upande huo wa Riz pamoja na huyo Mwika. Lakini pia kwa upande huu tena tunaweza kuona Olivia baada ya kutoka kule na aliweza kuingia sasa katika location ili waendelee kushuti, lakini Mwalimu Jayfar alionekana kumgombeza sana. Hivyo tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa katika episode hii. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa sababu director ameonekana kumpenda sana Olivia, hivyo tunaweza kuona kwa kubwa kabisa. Lakini pia ndo tabia za madirector jamani, msisahau kwamba madirector pia hata hawa wasanii na wenyewe ndo tabia zao. Tunaweza kuona kwa kubwa kabisa ya Bernardo ameweza na yeye kukosea masharti ndani ya msitu, kwa sababu aliambiwa hata mapenzi mahusiano sio vizuri sana ndani ya msitu. Je, pengine na yeye director akawa ni moja kati ya kopose wenzao? Lakini pia katika hapa na pale na anaweza kuona ni kitu cha kawaida, kwa sababu tunaona ameweza kumshawishi huyo msanii wake na anapenda naye sasa kambini, na kupuzia kwamba mimi siwezi nikaendelea kushuti na watu wameshanichelewesha, hivyo twende nikufundishe kuvitendo. Sasa hivyo vitendo ni nini? Jo, tunaweza kuangalia kubwa kabisa ndugu mtazamaji, hata kama hujui kusoma hata picha huoni, maana yake tutaendelea sana, kwa sababu tunajua kilichofuata baada ya hawa watu wawili kutoroka kule na kuingia ndani ya waliweza kufanya mapenzi jamani. Hivyo tunaweza kuona director na yeye ni wa moto kwa kweli Bernardo. Hivyo tunaweza kumtumia salamu kwamba lolote litakalomkuta ameyataka yeye mwenyewe, lakini pia ni changamoto tu kwa sababu ndo hivyo, hatuwezi kujaji sana kwa sababu ni mtu mzima. Lakini pia je, itakuwa kueje kwa Albert ambaye amewafumania? Ataweza kutunza siri? Kwa sababu tunamjua ni mtu ambaye hajawahi kutunza siri. Hivyo episode ijayo itakuwa na matukio mengi, pia itakuwa na maswali mengi ambayo yatatuacha pia, lakini itakuwa na majibu ya maswali yetu ambayo tutaacha kuendelea mpaka miaka 60 hapo subscribe jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Hivyo tunatoa fursa kwa mtu yoyote yule ambaye anaamini ana uwezo wa kuigiza, ila hata kama huna uwezo wa kuigiza, lakini ni mtu ambaye ukielekezwa unaweza ukawa faster kuelewa, tunawapokea, kwa sababu tuna darasa pia kwa ajili ya kujifunza elimu nzima ya kuhusiana na masuala ya sanaa ya uigizaji. Nafasi hii tunaitoa kwa wakazi wanaoishi manispaa ya Kahama tu, ndio sehemu ambayo tumekusudia kufanyia project yetu. So kwa sasa hivi tunaanza na wasanii au mtu yoyote ambaye anatamani kuwa msanii wa kuigiza ambaye anapatikana wilaya ya Kahama. Hivyo basi kitu ambacho tunatakiwa kukifanya ni kitu kimoja tu. Kuna namba zinapita hapa chini. Hizi ni namba ambazo zinapatikana WhatsApp. So unachotakiwa kufanya, ingia WhatsApp, tutumie ujumbe, taja majina yako matatu, umri wako na jinsia yako, pia tuma na picha zako. Ikiwezekana kama ulishawahi kufanya kazi na nini, ni vizuri unaweza ukatuma pia hata baadhi ya clip zako tukaona. Then sisi tutakuita, tutakufanyia interview. Tukisharidhika na wewe, basi utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanaweza kashiriki katika project yetu.
Lakini pia Naipa Film tunazo fursa nyingi zaidi, ikiwemo kama darasa kwa ajili ya mtu kujifunza. Sio lazima ushiriki na sisi au ujiunge na sisi, ila tuna sehemu ambayo wewe kama mtu ambaye unapenda sanaa au ni msanii ambao unatamani kujiendeleza, tunalo darasa kwa ajili ya kufundisha masuala yote kuhusiana na sanaa. Na gharama zetu ni nafuu sana kwa mtu ambaye atakuwa anatamani kujifunza issue zima za kuhusiana na masuala ya sanaa. Karibu sana, tunapatikana Kahama na hii fursa ni kwa ajili ya watu wa Kahama tu. Namba ni 0799722588. Wako Naipa Films, mkurugenzi wa Naipa Films.